Ni zetu hapo Kenya pia kulikuwa kuna taarifa kubwa sana jana kuanzia wiki hii ilipoanza. Ilianzia kwenye kauli ya mfanyabiashara anaitwa Okechi Salah ambaye yeye katika mazungumzo na mahojiano mbalimbali alisema yeye ndiye aliyekuwa na hayati Raila Odinga kuanzia siku ya kwanza na ugua mpaka siku anakata roho. Sasa mimi ndo nilikuwa na, kwa mimi ndo naijua kihisia alikuwaje, mazungumzo yetu alikuwa akizungumza nini. Sasa hii ikaibua sintofahamu kweli kwa Wakenya kwamba huenda sana mfanyabiashara huyu basi ana siri nyingi ambazo watu hawazijui. Sasa mbunge wa bunge la Afrika Mashariki ambaye ni mtoto pia wa Raila Odinga aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya mstaafu, anaitwa Winnie Odinga, amekataa madai hayo ya mfanyabiashara huyo Okechi Salah kwamba alikuwa pale wakati wa kifo cha marehemu baba yake Raila Odinga. Winnie ameyataja madai hayo kama uongo, hatari na kuhoji nia halisi ya Salah. Sasa alikuwa akihojiwa jana na vyombo vya habari pale Kenya, akawa anasema kuwa madai ya Salah ni ya uongo na hayafai ikizingatiwa hali halisi, hali ya hisia inazunguka kifo cha waziri mkuu huyo wa zamani. Ndio Raila Odinga wakati anafariki alikuwa India. Kwa alivyoondoka na baada ya pale kulikuwa kuna ukimya pale, kwa watu walikuwa hawana taarifa mpaka taarifa ya kifo ndio ilipokuja. Kuna itoka tu video moja hivi ilionekana kikatiza mitaa ya hospitali India. Baada ya hapo sijui ndio siku hiyo jioni ikaonekana, asubuhi ikaonekana ikatangazwa kwamba kafariki. Kwa hiyo ikawa ni taarifa kubwa. Kwa hiyo kuna hisia za watu wengi, kila mtu ana kauli kama hii. Iliibua sintofahamu, watu wakihisi basi inawezekana huyu anajua, inawezekana huyu ana taarifa nyingi. Lakini yeye anasema kauli hajaitoa kama kujikuza kisiasa au kibiashara. Anasema ni kauli halisi, lakini mtoto wake anasema ni uongo, hakuwepo. Yes, na kwa kweli ukitazama Mtei, katika siasa za Kenya jina la Raila Odinga litaendelea kutumika sana kwa watu ambao wanatafuta madaraka. Kama vile ambavyo ukitazama nchini Tanzania linatumika jina la Mwalimu Nyerere. Mwalimu alisema, Mwalimu alionya. Kwa hiyo haya ni majina ambayo yamejenga msingi wa jamii kubwa katika nchi zao. Na nimeona sasa hivi mkakati wa Rais Ruto. Unajua Ruto ni mwanasiasa ambaye ana akili sana. Kumbuka alishinda katikati ya mataikuni wawili. Watu ambao wana pesa, wana ushawishi, familia zao ziko viongozi, na akashinda. Kwa mpango sasa hivi wa Mheshimiwa Ruto amemchagua mke wa Raila Odinga. Amempa kamati fulani hivi katika serikali. Mpango wa kuwaleta karibu watu kabila la Wajaluo katika nchi ya Kenya. Lakini vile ni mjanja. Kwa mfano amemchagua mtu kama Joe, mtu ambaye anatokea katika pwani ya Kenya kule Mombasa. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye anajua sana kucheza karata za kisiasa kuelekea mwaka 2027. Kwa anaposema kwamba wapinzani wako wajipange, anamaanisha kwa sababu huyu alipenya katikati ya wanasiasa maarufu, wana fedha, wana mtandao. Mmoja alikuwa waziri mkuu, mmoja alikuwa rais wa nchi. Kwa hiyo kuelekea mwaka 2027 mwakani itakuwa ni tutasikia mambo mengi sana, kwa sababu nafahamu mwaka mmoja kuelekea uchaguzi, mwaka ambao umekuwa ukiibua ajenda nyingi za kisiasa. Haya bwana, hiyo ilikuwa taarifa kutoka Kenya. Kwa hiyo bwana mtoto wa Raila Odinga yeye anakanusha, anasema sio kweli mfanyabiashara huyo hakuwa naye na watu wazipuzi taarifa hizo. Yeye anasisitiza kwamba hakuna ambacho anakijua kuhusu kifo cha baba yake. Haya, duniani huko taarifa kubwa ambayo tumeanza kuzungumza toka wiki hii imeanza na inazidi kuwa kubwa. Huyo ni Godfrey Mchungu, unaweza kumpata kule Instagram kama God Falsafa. Ukiingia tu Instagram, Facebook, kule kote unaweza kumpata hivyo na ukaendelea kufaidi uchambuzi wake wa habari mbalimbali za kimataifa, yote yanayojiri kupitia dunia ya habari za kimataifa. Basi huyu hapa ndio mtaalamu mwenyewe, na sisi tunapata walau wasawa kuyasikiliza kupitia Morning Express kutokea hapa Super Breakfast ya East Africa Radio. Bana, zipo taarifa nyingi sana za kuzungumza, lakini kwa upande huu wa Afrika Mashariki taarifa kubwa nimeiona, taarifa ya Rwanda kufungua kesi dhidi ya Uingereza. Kesi hii inahusu mkataba wa kuwapokea wahamiaji ambao ulifutwa na Uingereza mwaka 2024. Kesi hiyo imefunguliwa katika mahakama ya kudumu ya usuluhishi ya mjini The Hague, Uholanzi huko. Sasa katika makubaliano yao, Uingereza ilikubali kuilipa Rwanda ili wachukue wahamiaji kutoka Uingereza wanaowasili nchini humo kinyume cha sheria. Hata hivyo, ni wahamiaji 4 pekee waliokwenda Rwanda kwa ridhaa yao
baada ya kuibuka changamoto kuhusu mkataba huo. Sasa serikali ya Uingereza hata hivyo iliufuta mkataba huo kwa madai kuwa unapoteza fedha za walipa kodi na kuamua kusitisha malipo kwa Rwanda. Aidha, Uingereza inadai kuwa iliomba Rwanda isidai awamu mbili za malipo yaliyotakiwa kufanyika Aprili 2025 na Aprili 2026, ambako kwa kila awamu ilipaswa kulipa takriban pound milioni 50. Kigali ilisema kuwa iko tayari kuyafuta malipo hayo ikiwa mkataba huo ungefutwa rasmi na masharti mapya ya kifedha yangejadiliwa, jambo ambalo halikufanyika. Rwanda imekwenda kuishtaki Uingereza. Yes, na hiyo ndio ilikuwa habari kubwa sana katika mwaka 2024 2025. Wahamiaji kutoka nchini Uingereza walikuwa wanatafutiwa makazi mahali pa kwenda. Na nchi ya Rwanda ilichukua hiyo, ikawa tayari kuhakikisha kwamba inaweza kuwapokea na kuweza kuwahifadhi. Na mpango ni kwamba serikali ya Rwanda ilikubali kwamba kuwachukua, lakini watakuwa wanalipwa fedha ili kuweza kuwahudumia na kuweza kuwatunza. Nafahamu kwamba kuna sheria za kimataifa na shirika la wakimbizi duniani UNHCR inasema kabisa kwamba nchi ambayo itakuwa imepokea wakimbizi aidha wa kisiasa au wa kivita au wakimbizi ambao wanatafutwa katika nchi zao, wana jukumu la kuweza kuwatunza katika nchi hiyo hapo. Sasa nchi nyingi ukitazama, kwa sababu zilikuwa zinapitia ule misukosuko mbalimbali toka kwa mfano kule mavita, uhamiaji haramu, kwa mfano nafahamu sasa hivi nchi nyingi za Ulaya zinapitia na zinapinga hiyo hoja ya wanaita illegal migration, hoja ya uhamiaji haramu, kwa sababu wanasema kwamba lazima kila wananchi wa nchi zao waweze kurudi kwao. Kwa hiyo Uingereza ni mojawapo ya nchi ambayo kuna wahamiaji wengi ambao ndani ya Uingereza kwenyewe wana hofu dhidi ya cha kwanza kuharibia utamaduni wao, lakini cha pili kuchukua fursa zao, lakini cha tatu wanahisi kabisa kwamba kuna watu wanakuja kuwareplace katika nchi zao. Na moja mwanasiasa maarufu nchini Uingereza anaitwa Nigel Farage kama sikosei, ndio huyu anapinga sana harakati za uhamiaji ndani ya Ulaya, lakini zaidi sana katika nchi ya Uingereza. Kwa mpango wa Uingereza kuwapeleka Rwanda ulikuwa ni dili kubwa, na Rwanda ilikwenda kufaidika na mabilioni ya fedha. Lakini utaona kabisa kwamba Uingereza kama hawapo tayari katika huo mpango. Kwa hiyo Rwanda nao wameamua kuipeleka kwenye kesi za kimataifa za ICJ. Na lazima tufahamu kwamba utaratibu wa kimataifa umetengenezwa, kuna kitu kinaitwa ICC na ICJ. ICJ maana ni kwamba ni nchi inaenda kumshtaki nchi nyingine kwenye mahakama za kimataifa. Inaitwa International Court of Justice. Wanaenda kutafuta haki yao ambao wameipoteza. Ukisikia ICC, International Criminal Court, ni kwamba ni mahakama ya kimataifa imemtuhumu Netanyahu. Kwa hiyo inatakiwa huyu Netanyahu akienda katika nchi ambazo zimesaini mkataba wa Roma mwaka 1998 anatakiwa akamatwe na kupeleka The Hague. Kwa hapo kuna tofauti mbili. Ukisikia kwamba nchi imeshtaki Umoja wa Mataifa, maana imeshtaki kwa kutumia ICJ. Na kwa kumalizia ni kwamba Umoja wa Mataifa una vyombo vitano. Kuna ICJ, International Court of Justice, kuna Security Council ambayo inaitwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, kuna Economic and Social Council, ili ni baraza kwa ajili ya kushughulikia uchumi na masuala ya kijamii. Alafu na Secretariat, hii ni kamati maalum ya kuangalia utawala wa Umoja wa Mataifa. Alafu na United Nations General Assembly, baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ICJ ambao umeenda Rwanda ni mkakati wa mataifa mengi kwenda kushtaki nchi nyingine pale ambapo wanahisi kwamba haki zao hazijafikiwa. Wameenda kuomba usuluhishi. Yes.